Rais wa Madagascar Michael Randrianirina ametangaza hatua kali na kipekee katika vita dhidi ya rushwa, akisema kuwa mawaziri wote watakaoteuliwa katika serikali yake watalazimika kupitishwa kwenye mashine maalum ya kisasa za kutambua uongo, ambayo kwa lugha nyingine tunaweza tukaita dictator machine, kabla ya kuthibitishwa rasmi. Rais huyo ambaye aliingia madarakani kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyochochewa na maandamano makubwa ya vijana mwezi Oktoba mwaka 2025 amechukua hatua hiyo muhimu kama sehemu ya juhudi za kurejesha nidhamu, uwajibikaji na uaminifu ndani ya serikali yake, akiahidi kuunda uongozi mpya usio na doa la rushwa. Akizungumza katika hotuba yake kwa taifa, rais huyo alieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuhakikisha kuwa viongozi wanaoingia madarakani ni waaminifu na hawana nia ya kulididimiza taifa kupitia vitendo vya ufisadi na udanganyifu. Nikinukuu kile ambacho alichoongea katika hotuba yake: hatutoendelea kuvumilia viongozi wanaosema uongo au wanaoingia madarakani kwa maslahi binafsi. Kila atakayeteuliwa lazima apimwe ukweli wake ili kuhakikisha analitumikia taifa kwa uadilifu, alisema rais huyo kwa msisitizo. Kwa mjibu wa mpango huo mpya, mashine hizo zitatumika kuchunguza majibu ya wahusika kuhusu masuala nyeti kama vile historia yao ya kifedha, uhusiano wao na vitendo vya rushwa, pamoja na dhamira yao ya kulinda rasilimali za taifa. Hatua hiyo imeelezwa kuwa sehemu ya mageuzi makubwa ya kiutawala yanayolenga kurejesha imani ya wananchi kwa serikali yao. Wachambuzi wa siasa na utawala bora wamepokea tangazo hilo kwa mtazamo tofauti. Wengine wanaona ni hatua ya kijasiri inayoweza kusaidia kupunguza rushwa iliyokithiri, huku wengine wakieleza wasiwasi kuhusu ufanisi na uhalali wa kutumia teknolojia hiyo katika maamuzi ya kisiasa. Baadhi ya wakazi wa Madagascar wamepongeza uamuzi huo, wakisema umefika wakati wa viongozi kuwajibishwa ipasavyo, hasa katika nchi ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikikumbwa na changamoto za uwazi na uwajibikaji. Je, kwa mawazo yako binafsi, unafikiri hatua hii itaondoa Madagascar katika orodha mataifa ya Afrika yanayoongoza kwa kula rushwa zaidi? Bana, dondosha comment yako hapo chini, muhimu sana. Naitwa Mr. Baro, the king of all black men, and that's the world wide one, that's my name.